Ukiwa na uhakika na unachotaka kufanya, usiombe ushauri. Ukiwa na uhakika na unachotaka kufanya, usiombe ushauri. Kuna mambo ya ajabu ambayo wakati mwingine tunakutana nayo. Roho Mtakatifu akusaidia kwenye mafundisho haya, yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Mtu unamwambia habari za Yesu, na mtu mwenye miaka zaidi ya 20, unamwambia habari za Yesu, alafu anasema kwamba ngoja nikamuulize mama au ngoja nikamuulize baba. Ngoja nikamuulize baba. Anaambiwa habari za Yesu, anaambiwa habari za kuokoka, anasema kwamba ngoja nikamuulize baba au nikamuulize mama. Hicho tu nikiashiria kwamba huyo bado ni mtoto. Watu waliokomaa, watu ambao wanatakiwa kuhesabiwa kwamba ni watu wazima, wanapokuwa na uhakika na chochote wanachokifanya, wana uhakika na chochote wanachotaka kufanya, huwa waombe ushauri. Wakati wote unapokuwa na uhakika na unachotaka kufanya, huhitaji kuomba ushauri. Utakapokwenda kuomba ushauri kwa habari ya wokovu, atakwambia kwamba usiokoke, usiungane nao wajinga hao. Usiungane nao watu wanaolialia bila kupigwa. Atakwambia maneno namna hii. Kwa vivyo hivyo kwenye maeneo mengine ya maisha, ukiwa na uhakika na unachotaka kufanya, ukiwa na uhakika na unachotaka kufanya, usiombe ushauri. Wakati mwingine inawezekana unataka kuanzisha mradi fulani ambao una taarifa za kutosha, umeshajiridhisha na una uhakika na hicho ambacho unataka kufanya. Usiombe ushauri. Usiombe ushauri. Kwa sababu kuna possibility kubwa ya kukatishwa tamaa. Kuna possibility kubwa ya kwamba hicho hakifai. Na hata kutolea mifano ya watu walioshindwa, waliojaribu kufanya hicho ambacho unataka kufanya ambao walishindwa. Na ndio mifano ambayo inatolewa na watu kwa urahisi. Wakati wako watu wengine waliofanikiwa kwenye eneo hilo. Lakini mtu atakutolea chap atakutolea mifano ya watu walioshindwa. Unaangalia fulani alijaribu kufanya hivyo akashindwa, alijaribu kufanya hivyo akashindwa, alijaribu kufanya hivyo akashindwa. Ndio maana wakati mwingine ni hekima, unapokuwa na uhakika na unachotaka kufanya, usiombe ushauri. Nenda moja kwa moja kwenye utekelezaji. Na watu wengine sio kwamba watakuvunja moyo kwa sababu wanajua kwamba hicho kitu hakitakupa matokeo unayotaka, kwa sababu tu wanajua ya kwamba utafanikiwa kwenye jambo hilo. Hilo jambo litakupeleka mahali pazuri, kwa watakukatisha tamaa kwa sababu wanajua unakokwenda ni kuzuri zaidi. Unakokwenda ni kuzuri zaidi. Kwa ukiwa na uhakika na unachokifanya, usiombe ushauri. Wewe unaambiwa habari za Yesu, habari za wokovu, unaenda kuomba ushauri. Unaenda kuomba kwa ushauri. Unapopata uhakika, unapofafanuliwa kwa habari ya wokovu na ukawa na uhakika kwamba hiki kitu ni kizuri, huhitaji kuomba ushauri. Kwa sababu ukiomba ushauri watakukatisha tamaa. Kuna watu wengi ambao wameshindwa kufanya mambo ambao walikuwa wameshindwa kufanikisha mipango yao kwa sababu walienda kuomba ushauri. Na walienda kuomba ushauri wakati tayari walikuwa na uhakika na hicho wanachotaka kufanya. Kwa ukiwa na uhakika na unachotaka kufanya, ingia tu kwenye utekelezaji. Usiombe ushauri. Maana ukienda kuomba ushauri, kuna possibility kubwa, kuna uwezekano mkubwa wa kukatishwa tamaa, kuna uwezekano mkubwa wa kuvunjwa moyo. Kwa kupewa reference za watu walioshindwa, kwa kupewa mifano ya watu walioshindwa. Yamkini unanisikiliza, kuna jambo litaka kufanya, ukaomba ushauri, ukavunjwa moyo, ukakatishwa tamaa, ukaliacha. Ukiwa na uhakika na unachotaka kufanya, usiombe ushauri. Usiombe ushauri, nenda mbele, fanya. Lakini ukiwa una uhakika na hicho unachotaka kufanya, basi ni vyema kuomba ushauri. Maana maandiko yanasema kwamba kwa vinywa vya washauri wengi mtu hufanikiwa. Lakini ukiwa na uhakika na unachotaka kufanya, usiombe ushauri. Maana ukiomba ushauri, kuna uwezekano hicho ulichokuwa unataka kufanya usikifanye, kwa sababu wale utakaowaendea kuna uwezekano watakukatisha tamaa, watakuvunja moyo na wewe utaacha. Na sio kwamba hicho kitu kilikuwa sio kizuri. Sio kwa sababu kilikuwa sio kizuri,
kwa sababu kilikuwa kizuri na kilikuwa na uwezo wa kukupeleka kule unakotamani. Kwa ukiwa na uhakika na unachokifanya, usiombe ushauri. Na kumbuka kwamba tunao watu wachache sana ambao wanafurahia mafanikio yako. Si watu wote wanafurahia mafanikio yako. Watu wanafurahia watu ni kuona wote mna hali zinazofanana, mna kilio kinachofanana, wote mnalia hali ngumu. Lakini unapotokea unataka kufanya kitu ambacho kinataka kukuondoa kwenye kundi la walalamikaji, linakuondoa kwenye kundi ya kilio cha pamoja, watu watakukatisha tamaa, watu watakuvunja moyo. Hao watu nao ambata nao, ambao mnacheka nao, mna hadithi zinazofanana, mna magumu yanayofanana, mna changamoto zinazofanana. Huyu akisema vyuma vimekaza na mwingine naye anasema vyuma vimekaza. Hao wanaonekana wako pamoja na wewe kwa sababu mna kilio kinachofanana. Lakini siku utakapotaka kufanya kitu ambacho kitakutoa hapo ulipo na ukaomba ushauri kwao, lazima watakuvunja moyo, watakukatisha tamaa tu, kwa sababu wataona wewe unataka kuondoka kwenye kundi lenye hadithi zinazofanana. Ukiwa na uhakika na unachotaka kukifanya, usiombe ushauri. Umeambiwa habari za Yesu, zimekuingia, umezielewa, zimekuelea, anakuambia kwamba uko tayari kuokoka, usiseme ngoja nikamuulize fulani. Ukishaelewa kile ambacho unatakiwa kufanya, fanya. Usiombe ushauri. Maana ukiomba ushauri, kuna uwezekano mkubwa wa kuvunjwa moyo, wa kukatishwa tamaa, kwamba achana na hicho, hakifai. Achana na hicho, hakifai. Achana na hicho, hakifai. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Mungu akupe ujasiri, akupe roho ya kujiamini kufanya kile ambacho una uhakika kitakupa matokeo ambayo unatamani kuyaona kwenye maisha yako. Akupe huo ujasiri, akupe uthubutu wa kufanya bila kuomba ushauri kwa mtu yoyote yule ambao unajua kwamba kuna uwezekano au kuvunjwa moyo, au Mungu akupe watu wazuri watakaoboresha zaidi hicho ambacho unatamani kukifanya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu nakubariki. Kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza comment katika jina la Yesu.